Kuna watu wanaamini maisha yao yamekwama, wanaamini bahati haipo upande wao, wanaamini wengine wamezaliwa na nafasi nzuri kushinda wao, na kadri siku zinavyoendelea, wakiwa na hiyo mindset, wanajikuta wakiishi reality moja kwa muda mrefu. Lakini vipi kama shida siyo maisha yako? Vipi kama shida ni channel uliyojiwekea mwenyewe? Kwa sababu ukweli ni huu, haujafungwa kwenye reality moja, umejifunga mwenyewe kwenye reality moja. Na siku utakayobadilisha energy yako, mawazo yako na vile unavyojiona, utaanza kuona maisha kwa tofauti kabisa. Fikiria TV, ukiweka channel ya huzuni, utahisi huzuni tu. Ukibadilisha channel, movie nayo inabadilika, lakini TV haijabadilika. Kilichobadilika ni frequency, na maisha nayo yanafanya kazi hivyo hivyo. Watu wengi wanataka kubadilisha maisha yao bila kubadilisha mindset. Wanataka mafanikio, lakini kila siku wanaongea kuhusu kushindwa. Wanataka wawe na confidence, lakini ndani ya mioyo yao wamejawa na self doubt. Wanataka pesa, lakini wanaamini kwamba hawawezi kufanikiwa. Upatikanaji wa pesa ni mgumu, watu ni wabinafsi. Sasa hebu jiulize, utawezaje kuvutia reality mpya wakati mindset yako bado ipo kwenye maisha ya zamani? Kwa sababu thoughts zako zinatengeneza emotion zina control action yako, halafu action ndio zinazounda maisha yako ya kila siku. Watu wengi wanaogopa kuishi maisha wanayotaka kwa sababu wamekuwa addicted na feelings zao za zamani. Wamezoea kushindwa, wamezoea kuoverthink, wamezoea kujidoubt, wamezoea kuona kila kitu ni kigumu kwao. Na kadri siku zinavyoendelea, wakiendelea kujihisi hivyo, wanajikuta wakiishi kwenye channel moja kwa muda mrefu na bado wanaendelea kulaumu wengine kwa makosa yao. Ngoja nikwambie, naelewa hiyo feeling. Najua kuna kipindi unaweza kujaribu kubadilisha maisha yako, lakini bado ukawa unajihisi mdogo ndani yako. Unaweza kuamka ukiwa na motivated ya kufanya kitu fulani, lakini baada ya muda kadhaa ukaanza tena kujidoubt. Unaanza tena kujiuliza, vipi kama mimi siwezi? Vipi kama wengine watanicheka? Vipi kama hii sio ya kwangu? Na bila kujua unajirudisha tena mwenyewe kwenye old frequency. Na hiyo hali sio kwamba hauna uwezo. Ubongo wako umeprogramiwa kuamini vision yako ya zamani, na kila siku unapojisemea mimi siwezi, sina bahati, maisha yangu ni magumu, akili yako inaanza kuamini huo kama ukweli, na eventually unaanza kuishi kama reality yako. Yaani maisha yako yanakuwa hivyo, wewe kulalamika na wewe. Ngoja nikupe mfano rahisi. Ukivaa miwani nyekundu, kila kitu mbele yako kitakuwa chekundu. Sasa imagine hiyo miwani ndiyo mindset yako. Ukivaa miwani ya negativity, kila kitu utaona ni matatizo. Ukivaa miwani ya fear, kila kitu kwako kitakuwa ni risky. Sasa siku utakayobadilisha mindset yako, utaanza kuona opportunities ambazo haujawahi kuziona mwanzoni. Reality inaweza kuwa ni ile ile, lakini perception yako ndiyo inayobadilisha experience yako. Watu wawili wanaweza kupitia situation moja. Mmoja akaona kama failure, mwingine akaona kama lesson. Mmoja akaona kama ndo mwisho wa maisha na mwingine akaona mwanzo wa jambo jipya. Tatizo sio maisha, tatizo ni frequency zao.
Watu wengi wanangoja maisha yabadilike ndio wajisikie vizuri. Hapana, anza kwanza kujibadilisha vile unavyojiona ndani yako, na maisha nayo lazima yatafuata ile frequency. Kwa sababu energy unayoibeba kila siku inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa namna unavyotembea, namna unavyofikiria, namna unavyoamua maamuzi yako, na namna vile watu unaowavutia. Watu watakao kuja kwako ni wale ambao upo nao sawa, energy zenu zinafanana. Kama wewe unahisi fear kichwani mwako, utakutana na watu kama hao popote utakapoenda, mpaka ubadilishe ndani yako kwanza. Sasa utawezaje kubadilisha frequency yako na kuwa kwenye frequency nyingine? Namba 1, badilisha namna unavyojiongelea ukiwa mwenyewe. Kwa sababu akili yako inasikiliza maneno unayojiambia kila siku. Acha kusema siwezi, sema ninajifunza. Acha kusema sina uwezo, sema kila siku ninapojaribu na kuwa bora zaidi. Acha kusema nimechelewa, sema bado nina nafasi na ninaweza nikaanza leo. Hapo inakuwa unajijengea imani kwenye akili yako, ianze kukuamini wewe mtu mpya. Namba 2, linda energy yako. Mazingira unayoishi na watu wanaokuzunguka wana uwezo wa kujenga au kukubomoa. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa na marafiki zangu wawili, walikuwa wanapenda gossip. Kwa mara ya kwanza nikawa naona kama kitu cha ajabu, lakini unajua nini? Kadri siku zilivyoendelea na mimi nikajiunga nao, hata kama ninajua wanachofanya sio sahihi, energy zao zilinivuta na mimi nikawa kama wao, na mimi nikaanza kugossip. Kwa hiyo linda sana watu unaowakaribisha kwenye maisha yako. Ukikaa na watu 5 ambao hawajielewi, na wewe utakuwa wa 6. Choose kwa makini, choose wisely. Namba 3, anza kuact kama vision mpya ya wewe. Watu wengi wanasubiri confidence ije ndio waanze. Confidence inajengwa na action. Kila hatua unayochukua inajenga imani kwenye akili yako kwamba mimi ninaweza. Unataka kuwa successful, anza kuwa discipline. Unataka kuwa confident person, anza kufanya vitu, anza kuongea kama confidence person. Kaa chini na ujiulize, vision yangu mpya nataka aweje? Nataka awe anajiweka mbele kwenye kila kitu. Anza kujiweka mbele. Anza cut off marafiki wote ambao hawana malengo, hawana msaada na wewe. Anza kuondoka kwenye relationship ambazo zinanyonya energy yako. Jiweke wewe mbele. Fanya kile kitu unajua ni muhimu kwako. Hata kwa miaka 5 utakuwa proud nacho. Hiyo ndo unakuwa unakaribisha vision mpya ya wewe. Usisubiri mpaka siku uwe ready. Anza kidogo. Anza kujiuliza, nini ninataka, na ninataka niwe nani baada ya miaka fulani. Hapo ndo maisha yanapoanzia. Namba 4, rudia kile kitu mpaka akili yako ikuamini. Watu wengi wanaweza kuanza kitu kwa pupa, kwa shangwe, lakini baada ya wiki moja wanaacha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajafundisha akili yao kuwa discipline. Unatakiwa uifundishe akili yako kuendelea kufanya kile kitu ulichojiambia utafanya. Hata kama hauoni matokeo, unatakiwa uweke imani ndani ya akili yako. Kila siku nitaamka, nitasoma kitabu, nitafanya hivi. Hakikisha unafanya hata iweje. Hapo ndo unakuwa umejenga imani ndani ya akili yako, na ianze kuamini kuwa huyu sio mtu wa zamani tena, huyu ni vision mpya ya yeye. Angalia akiweka kitu anakifanya kweli. Sikiliza kwa makini, maisha yako yanaweza kubadilika kwa muda mfupi sana, lakini inakupaswa ubadilishe course.
cause ndo kile kitu kilichokuwa ndani yako, kwa sababu maisha yako ya leo ni reflection ya thoughts zako ambazo umekuwa ukizirudia kwa muda mrefu sana. Sasa inabidi ujiwekee hivi: kila siku nitakuwa na catch thought moja ambayo haini build, inataka inirudishe nyuma, na hiyo kukatch unakuwa una replace na thoughts mpya ambazo zinalingana na energy yako iliyobeba muda huo. Unatakiwa uwe consistent kila siku, kwa sababu maisha yako yanabadilika vile mind yako itakapobadilika. Ukianza kusema mimi naweza, utaanza kuona opportunities kila sehemu, kila utakapokuwa naenda. Na habari njema ni hii: kama hizo thoughts ziliweza kukuweka hapo ulipo, thoughts mpya zinaweza kukupeleka sehemu nyingine. Haupo trapped, unaweza kubadilisha chaneli yako muda wowote, na siku utakayobadilisha jinsi unavyojiona, jinsi unavyo act na jinsi unavyofanya vitu vyako, utaanza kuona vision mpya ya maisha yako. Kama hii video imekugusa, andika kwenye comment nimeamua kubadilisha frequency yangu. Na kama unataka kujifunza kuhusu mindset, confidence, subscribe hii channel. Hapa tubadilishi maisha kwa bahati, tunabadilisha maisha kuanzia ndani kwenda nje. I love you guys. Thank you for watching.